Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News ndio channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata na kuzisoma. Habari zetu moja kwa moja bila kuponda muda, acha tuzianzie huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo kuna ripoti nyingi zinazoripotiwa kwenye uwanja wa mapambano eneo tofauti. Pia tutakupeleka huko Uganda katika mkutano ambaye ulikuwa hapo Entebbe, kukiwemo nchi ya Rwanda, Burundi, Uganda na nchi zingine kadhaa. Uvira kwa sasa kumeripotiwa leo mkutano wa dharura kubwa. Kipi kilichoongelewa katika mkutano hicho na malengo ya mkutano huyo ni yapi? Hayo yote na mengine ndio nakuletea moja kwa moja. Leo hii ni tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka ni wa 2025. Habari zetu acha tuzianzie huko nchini Uganda, ambapo katika mkutano ulikuwepo huko Uganda mkiwemo nchi ya Burundi, Rwanda na nchi ya Sudan pamoja na nchi ya Uganda na nchi zingine kadhaa. Lakini katika kushangaza wengi ama ambacho kiliongelewa bila wengi kutarajia hiyo ni kuwa wameshitumu kundi la M23 na kutangaza kama kundi hili lirudi huko kwenye misitu ya Sarambwe. Na aliyesema hayo, maana imeshangaza wengi, ni kuwa imesemwa na nchi ya Rwanda. Nchi ya Rwanda ni mara yake ya kwanza kushitumu kundi hili la waasi wa M25 na kuonyesha maoni yao ili kundi hili liweze kurudi kwenye misitu ya Sarambwe. Ikumbukwe ya kwamba nchi ya Kongo huwa inashitumu nchi ya Rwanda kuunga kundi hili la M23 mkono, na Umoja wa Mataifa pia unawashitumu kuunga kundi hili, unashitumu Rwanda pia na Uganda kuunga mkono kundi hili la M23. Wengi waendelea kufikiria na kusema kuna habari ambazo Rwanda inajua ya kwamba mwisho wa kundi hili la M23 huko karibu, ndiposa nao wakatangaza hayo. Hayo inasemekana kulingana na Marekani pia nayo yaonyesha mwelekeo ama upande wake katika masuala ambayo yanaendelea huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sana sana vita inayoendelea huko Este. Kulingana na mikataba waliosaini Washington na DRC, inaonekana ya kwamba Marekani ina uwezo ama inataka sana kuingilia swala hili ili iweze kukamilisha mikataba yake na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ya kuchimba madini. Kulingana na Washington, wanaweza kumaliza vita hili na kurudisha kundi hili la M23 nyuma. Wenda hiyo ndio imesababisha mjumbe wa Rwanda kutangaza kuwa kundi la M23 linastahili kurudi huko kwenye misitu ya Sarambwe. Leo hii asubuhi mnamo saa 4 tarehe 30 kuna mkutano ambayo wa dharura umekutana hapo Uvira, ambapo waliokutana katika mkutano huo ni viongozi wa kijeshi wa FARDC, jeshi la taifa, ambao wameitisha mkutano huo. Na katika mkutano huo wamefanya mkutano pamoja na viongozi wa wazalendo hapo mjini Uvira. Mkutano huu kilicho
igwa ama kile ambacho wameamua hakijatangazwa, lakini tunangojea habari kutoka huko wakitangaza kile kilichoongelelewa katika mkutano huu wa dharura ambao uliunganisha jeshi la FARDC pamoja na jeshi la wazalendo. Tutakuja kutangazia moja kwa moja. Tunajaribu kuongea na watu wetu ambao wako huko Uvira ili tuweze kujua mengi kuhusu mkutano huo ambayo ulikuwa ni mkutano wa dharura. Lakini katika mkutano huo jeshi la Burundi halijaalikwa katika mkutano huo. Ikumbukwe ya kwamba mji wa Uvira kwa sasa unalindwa na jeshi la taifa FARDC wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Lakini katika mkutano huu uliwaweka kando, ni mkutano ambayo umeunganisha vijana wa Kongo, FARDC, jeshi la taifa pamoja na waza. Katika habari zingine tukirudi huku Kinshasa, bado tuko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Habari zinasema ya kwamba makamanda wa ngazi za juu ambao ni magenerals wameweza kusema ya kwamba wanamuunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi, na wameweza kusema ya kwamba watajitolea na kutumia nguvu zao zote na kama vile walivyoapa kuilinda nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Magenerals hao wamemwahidi Rais Felix Tshisekedi kuwa watajitolea na kupigana na kundi la wavamizi waasi wa M23 na Twirwaneho. Sud Kivu, tukirudi huko Sud Kivu, Sami Kakule athibitisha kuwa wanataka kuzitumia ndege za aina ya drone ambao hazina rubini kuwashambulia waasi wa M23 na Twirwaneho. Ikumbukwe ya kwamba huyu ndiye amechukua madaraka na operation baada ya Chirumwami kuiaga dunia, akiaga dunia huko Nord Kivu kwenye uwanja wa mapambano. Sami Kakule athibitisha na atangaza kuwa ndege zinatayarishwa na wanazo ili ziweze kufanya kazi. Tukiwa bado Sud Kivu, acha tupande huko kwenye milima ya juu katika tarafa la Fizi, Mwenga na Uvira. Mikenge, jeshi la Burundi wengi wamepatikana huko. Lengo la jeshi la Burundi ni kumaliza kundi hili la Twirwaneho na M23 wanaopatikana kwenye milima hiyo. Katika habari zingine, habari tunazo ni kuhusu Constant Mutamba, waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anashtakwa na mahakama ili aweze kuenda kujibu mashtaka yake yale anayoshtakiwa. Kipi kinachomshtaki? Wanamshtaki kuwa ameweza kukula pesa za kujenga gereza huko Chopo huko Chopo province ya Kisangani. Na bwana huyu Constant Mutamba ambaye anashtakiwa kukula ama kuiba milioni 19 dola za Marekani. Hii ni jambo ambalo litakuwa ni jambo la kushangaza ikiwa huenda imekuwa ni ukweli bwana Mutamba ameweza kukula pesa hii, na kulingana na vile anaongea na alikuwa anaongea na kuonyesha upendo wa nchi, itakuwa ni mambo ya hajari na mambo ya kutisha kwa taifa la Kongo, ikiwepo huyu waziri wa sheria Mutamba akiwa ameonekana kuwa ameweza kukula pesa hizi ambazo zilikuwa ni za kufanya kazi hapo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo za kujenga gereza huko Chopo. Uganda inaandaa uchaguzi mwaka wa 2026. Nchi ya Burundi pia inaandaa uchaguzi mwezi huu wa 6. Katika habari zingine, tukirudi huko Urusi inaendelea kushambulia nchi ya Ukraine. Na hapa ndipo tumetamatisha yale ambayo tulikuwa tumekuandalia kwa siku ya leo. Sina la ziada ila na kutakia kila laheri. Asante sana.